Maafisa wa tume ya kupambana na ufisadi nchini mapema hii leo asubuhi walimhoji mkurugenzi wa uhamiaji Jane Waikenda kuhusiana na sakata inayomzonga ya ufisadi wa shilingi milioni 40 iliyotokana na uchapishaji wa vyeti. Jane Waikenda alihojiwa kwa takriban saa 5 na maafisa hao. Mohamed Ali anatuarifu zaidi. Doing a lot of cleaning up. I have been trying very hard to dismantle cartels. Jane Waikenda, mkurugenzi mshikilizi wa idara ya uhamiaji anayekabidhiwa na tuhuma chungu nzima ya ufisadi. Miongoni mwa tuhuma nyingine alifika katika jumba la Integrity mapema hii leo asubuhi, siku chache tu baada ya kuzirai na kuhojiwa na wapelelezi wa tume hiyo kwa saa 5 mtawalia. Maafisa wa kupambana na ufisadi wanapekua zaidi ya faili 50 zinazoshukiwa kutumika kwa ufisadi wa shilingi milioni 40 iliyotokana na uchapishaji wa vyeti kinyume na sheria. Kumekuwa na hali ya kizaza ndani ya idara hiyo ya uhamiaji tangu kuteuliwa kwake na Rais Uhuru Kenyatta, huku kukiwa na madai ya yeye kulindwa katika misingi ya kisiasa katika afisi hiyo na watu fulani mashuhuri katika ikulu ya Nairobi. Kuteuliwa kwake pia kunaonekana kuwa na dosari, hususan madai ya yeye kuteuliwa bila kuzingatia kanuni na kupewa wadhifa huo akiwa na wadhifa wa Job Group Q na aliyekuwa mkuu wa utumishi wa umma Francis Kimemia pasi na kujulikana, huku aliyehitimu na wadhifa wa juu zaidi wa Job Group R akiachwa nje. Barua hizo zinadaiwa kutiwa sahihi na Francis Kimemia pamoja na katibu wa kudumu masuala ya usalama Mutea Iringo. We can make the immigration department a better place. Jane Waikenda anadaiwa pia kuwaghadhabisha maafisa 13 katika utendakazi wake kujipa nafasi bora ya kupasi wadhifa wa mkurugenzi wakati wa mahojiano. Tuhuma za kuwahamisha wafanyikazi kupitia maneno ya mdomo pasi na utaratibu unaofaa na kuacha walinzi wake kuwafurusha wafanyikazi ofisini mwao pamoja na kutumia magari yaliyo na nambari za usajili za ubalozi wa nje zinazidi kumzonga. Duru zaidi zinatuarifu kuwa walinzi na dereva wa Jane Waikenda walionekana siku ya Ijumaa katika jumba la Nyayo wakitoka na faili zingine zinazodaiwa kuwa na ushahidi zaidi na kutoweka nazo. Hata baada ya kuhojiwa kwa saa 5, Jane Waikenda aliponyoka wanahabari waliokuwa wakimsubiri hapo nje na kuondoka bila ya kujitakasa. Uchunguzi bado unaendelea. Mohamed Ali, KTN leo.